huko Dodoma katikati mwa Tanzania. Siku chache baada ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba aliyegeuka kuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Tanzania katika miezi ya hivi karibuni, Humphrey Polepole kuripotiwa kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Familia ya mwanasiasa huyo inaendelea kupigania kurejeshwa kwa ndugu yao, huku ikionyesha wasiwasi kwa usalama wao wenyewe. Mwenzetu Florence Majani amezungumza na mama mzazi wa mwanasiasa huyo, Ana Maria Polepole, ambaye kwanza anazungumzia mawasiliano yake ya mwisho na mwanawe. Kwa kweli sijazungumza naye. Mimi yeye ndiye alikuwa ananipigia simu wakati haya yote, sijajua kama alikuwa hapa. Mimi nilikuwa najua bado yuko kule alikuwa anafanya kazi. Yeye labda ndio alikuwa anaweza akapiga simu wakati yuko huko. Nafikiri amenipigia simu mara ya mwisho sijui kwa mwezi wa ngapi huko nyuma huko, akinisalimia tu basi. Sasa baada ya taarifa hizi za kwamba kupotea au kutekwa kwa mtoto wako Humphrey Polepole, ulipata wapi taarifa hizi kwa mara ya kwanza? Waliniambia ndugu zake, kama mwanangu yuko hai, naomba wanirudishie. Kama kafa, naomba wanirudishie nizike. Hilo tu, sina la zaidi. Mimi ni mjane, nimewalea hawa watoto katika njia ya ujane mpaka hapo alipofikia. Wenzio wamekuyeushia kama wanayeusha mayai au wanayeusha siji kitu gani. Ulikuwa unamwona Humphrey Polepole, pengine unasikia vyombo vya habari Humphrey Polepole akikosoa serikali. Uliwahi kupata wasiwasi kuhusu mwenendo huu? Mimi kwa kweli sijasikiaga kwamba huwa anakosoa serikali, kwa sababu na yeye alikuwa ndani ya serikali. Sijawahi kusikia kwamba anakosoa serikali na yeye yumo ndani ya serikali. Hilo sijui. Siwezi kulizungumzia hilo. Sijui. Polepole amekuwa ni kiongozi mashuhuri kwa muda mrefu. Kutoweka kwake kunaleta athari gani katika taifa na kwako mwenyewe? Siwezi kujua kama taifa wamepata upungufu wa kitu chochote, lakini mimi kama mzazi, mimi ndio niliyepata hasara. Nimepata hasara kubwa sana. Wakati huu ambapo sasa Tanzania iko katika, niseme, taharuki, familia sasa hivi mpo katika wakati gani? Tuko katika wakati mgumu sana. Maana hapa sijui kuna watu gani wanatembea usiku hapa. Sijui mimi. Nina wasiwasi hata kwenda sokoni, nashindwa kutuma watoto. Wanaweza wakadakwa wakati wowote. Unaweza ukanikumbusha kidogo mama, malezi uliomlea Polepole tangu babake kufariki mpaka sasa? Polepole alikuwa ameshakuwa kijana mkubwa. Babake amemwacha akiwa ni kijana anajitambua, anajielewa. Lakini huko nilikotoka nao akiwa wadogo, alikuwa ni kijana mwenye nidhamu na heshima na utii. Na ndio maana viongozi wa serikali walimbeba. Naomba mwanangu wanirudishie. Awe hai au si hai, nije nimzike, nimuone tu mara ya mwisho. Inatosha. Naomba kama kuna viongozi wakubwa wanaomshauri huyu mama, naomba mwanangu arudi. Ni Ana Maria Polepole, mama mzazi wa Humphrey Polepole, alipozungumza na mwenzetu Florence Majani. Watanzania kupitia tiketi ya chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Luhaga Mpina dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, na sasa itasikilizwa tarehe 15 mwezi huu. Nimezungumza na Mbarara Maharagande, kaimu katibu mkuu wa ACT Wazalendo, akiwa huko Dodoma, Tanzania, akiongoza safu ya chama chake katika juhudi za kutafuta haki. Kwanza nimemuuliza wameupokeaje uamuzi huo. Tumepotea sababu ni maamuzi ya mahakama na ni jambo kubwa linalohitaji kuweza kupata tafakuri pana juu ya mustakabali wa siasa za nchi yetu pamoja na katiba, sababu hili ni shauri la katiba, limejumuisha mambo mengi, na kwa kweli majaji wamesikiliza kwa haraka sana. Jumatatu tumefika pale mahakamani na waliamua leo Ijumaa, siku 4 tu mbele, waweze kulitolea maamuzi. Lakini hili ni jambo ambalo limesikilizwa kwa njia ya maandishi, na wanapokuwepo majaji watatu, kuna utaratibu wa kimahakama wa namna kuyaamua mashauri yanayosikilizwa na jaji zaidi ya mmoja. Kwa hiyo sisi tunadhani kwamba ni utaratibu tu wa kisheria ambao mahakama inapaswa kujiridhisha na iweze kutoa maamuzi ya haki. Yapo matumaini tarehe 15 mwezi wa 10 pengine mtapata majibu yale ambayo mkitarajia, kwa maana kwamba mgombea sasa kuingia katika kinyang'anyiro? Sisi tumejenga hoja vizuri tu kupitia mawakili wetu, wameieleza mahakama vizuri sababu za kuwasilisha maombi hayo ya kikatiba ili mahakama iweze kuyatolea maamuzi. Kwa hiyo tuna imani
kwamba mahakama itatenda haki. Na siku zenyewe chache sasa, manake nikiseme kwamba siku zinahesabika, mgombea atapata nafasi kwa wakati huu tena, kama matokeo yatakuwa mazuri katika awamu ijayo, ya kunadi sera na pengine kwenda kuwakilisha taifa kurusha bendera ACT Wazalendo. Mujibu wa katiba yetu ya Tanzania, mahakama ndio chombo cha mwisho cha maamuzi juu ya masuala yote katika nchi yetu. Kwa hiyo lolote linaweza likaamuliwa. Miongoni mwa mambo ambayo yameombwa na mawakili wetu ni kutaka uchaguzi upelekwe mbele ili itolewe haki ya kisheria ya kumwezesha mgombea wetu aweze kufanya kampeni kama ambavyo wagombea wengine wamefanya kampeni. Nasema mmejiandaa vya kutosha kwa siku hizi, endapo uamuzi ukasema labda mgombea ana uhuru wa kushiriki, nafasi ya kunadi sera? Tutaucheza mchezo kwa kadiri ya ambavyo utakavyokuwa umeamuliwa. Sisi tuko tayari, na mgombea wetu anasema hata wiki moja inamtosha. Yote kwa yote, hii hali ambayo imewafika nyinyi inawapeni funzo gani? Ni hujuma tu za Chama cha Mapinduzi dhidi ya vyama vya upinzani, especially chama chetu cha ACT Wazalendo, na hakuna kosa lolote ambalo sisi tumefanya isipokuwa mifumo yetu ya kisheria za kiuchaguzi na kikatiba zinatoa mianya ya mchezo huu ambao unaofanyika, na hatuna regret yoyote ile katika haya ambayo sisi tumeamua kama chama kwa ajili ya maslahi ya chama chetu na taifa letu la Tanzania. Umoja wa Mataifa umelaani kuongezeka kwa machafuko na mauaji ya raia wasio na hatia kufuatia ripoti za vifo vya zaidi ya watu 50 huko El Fasher nchini Sudani, ikiwa hii ni kulingana na vyanzo vya tiba na vingine vya eneo hilo. Lilian Mtono na taarifa ya kina. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema hayo alipozungumza na waandishi wa habari jana Alhamisi, akiitaja hali hiyo kuwa ni janga na inayotisha katika mji huo mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini uliozingirwa. Mtandao wa madaktari nchini Sudan umesema siku ya Jumanne kwamba makumi ya raia, ikiwa ni pamoja na wanawake na watoto, waliuliwa na wengine 17 walijeruhiwa katika shambulizi kwenye hospitali ya El Fasher linalodaiwa kufanywa na wanamgambo wa RSF, siku moja baada ya jingine kubwa kabisa kwenye wodi ya wazazi katika hospitali hiyo hiyo. Dujarric amesisitiza kwamba watu wa El Fasher wamekwama, wanakabiliwa na kitisho na hawapati misaada yoyote, na tegemeo lao la mwisho la huduma ya tiba pia linakabiliwa na kitisho kikubwa, hali anayosema inatakiwa kupingwa na kamwe haikubaliki. Wakati huo huo, wakati ambapo ulimwengu umejikita kwenye matukio mengine muhimu, sitaki tupuuze hali mbaya na ya kutisha ya Sudan, na hasa huko El Fasher, ambayo kama unavyojua ni mji mkuu uliozingirwa wa Darfur Kaskazini. Wenzetu wa huduma za kiutu wanatuambia kwamba tangu mwanzoni mwa Oktoba zaidi ya watu 50 huuawa. Tunalaani kukithiri kwa mauaji ya raia wasio na hatia. Dujarric aidha amesema Umoja wa Mataifa umesikitishwa na ripoti za shambulizi kubwa lililofanywa siku ya Jumatano kwenye msikiti ambapo familia za watu wa El Fasher zilikuwa zimejihifadhi na watu kadha waliripotiwa kuuawa. Ikumbukwe mwezi uliopita msikiti huo ulishambuliwa ambapo kama watu 70 waliuawa, na kulingana na msemaji huyo, sheria ya kimataifa ya kibinadamu iko wazi ikitaka ulinzi wa maeneo ya kidini na wale wanaoabudu katika maeneo hayo. Lakini katikati ya haya yanayoendelea, Umoja wa Mataifa umeendelea kuahidi kuwasaidia watu wa Sudan. Sisi na washirika wetu tunasisitiza nia yetu ya kuwasaidia watu wa El Fasher na wale wote walioathiriwa na mzozo kote Sudan, na raia, ikiwa ni pamoja na watoa huduma walio mstari wa mbele, ni lazima walindwe. Mashambulizi haya ya karibuni ya RSF kwenye mji wa El Fasher ni makubwa zaidi tangu kuanza kwa vita nchini humo Aprili mwaka 2023. RSF inafanya mashambulizi ya karibu kila siku kwenye makambi ya watu walioyakimbia makazi yao na maeneo yanayozunguka mji huo na kuwaua mamia ya raia, huku ikizuia njia salama za manusura kuondoka.